Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in ba'd. Tunaanza kama tulivyosema kwamba tunafungua darasa yetu kwa kutarajia radhi za Allah na kheri zake au atulipe na atufanyie pesi katika yale ambayo tunayoendea ili kuwa na kheri na sisi. Kwa hiyo kitabu chetu hichi cha Alfiyya ibn Malik cha Sheikh rahimahullah ta'ala tunakifungua leo na fani yetu hii ya nahwu, na fani yote ambayo mtu anakusudia kuingia lazima kupatikane misingi 10 au hata baadhi ya misingi hiyo mtu ifahamu. Na miongoni mwao ni kujua taarifu kilugha ya fani hiyo, kisheria ina maana gani. Kwa tukija bila ikhtisar kwa elimu nahwu kilugha ina maana zaidi ya yani maana mpaka 7, moja mpaka 7. Lakini kuna maana ambazo zipo 4 ambazo ni mashuhuri, zimekusanywa katika beti 2. Hizo tunaweza tukazichukua mtu akazihifadhi akawa yuko nazo. Hizo ni kiupande wa lugha. Na inasema beti ya kwanza, nahauna nahwa darika ya habibi. Maana yake nahwu hapo ina maana ya upande, kwa maana ya kwanza, kwa maana ya aljiha. Maana yake tulielekea nahwa darika, nahauna tulielekea nahwa darika, upande wa nyumba yako ya habibi ni kipenzi. Fawajadna nahwa 1000 min rakibin, tukakuta idadi hii. Nahwu ya pili hapa ina maana idadi, nahwa 1000 kwa maana ya idadi ya 1000 min rakibin ni walinzi. Wajadnahu, tukakuta wale walinzi jiani, wenye njaa. Nahwa kalbin, mfano wa mbwa. Nahwu hapa ina maana ya mithla, almithlu tamanna minka, wakatamani kutoka kwako. Nahwan min sharibin, aina ya kinywaji. Hapo nahwu ina maana an-nawm. Hizi ni maana 4 ambazo mashuhuri. Ama sheria, maana tukisema kwamba sheria kiupande wa istilahi anachooni wa nahwu ni kwamba ni elimu yurafu bihi ahwalu awakhiril kalimati al-arabiyya, ni elimu ambayo inashughulikia hali zinazojitokeza mwishoni mwa maneno ya lugha ya Kiarabu. Na hapo ni baada ya kustakiri nahwu ikajitegemea kivyake, kwa sababu kabla ya nahwu kujitegemea huko nyuma ilikotokezea kulipita atwari 4, yani hatua 4 ambazo hatua hizi zinajulikana, kila hatua ile tamayuzi ilikuwa na sifa yake. Hatua ya kwanza ilikuwa ni tauri ya Sheikh Abul Aswad ad-Du'ali, na yeye alijulikana kama ndio mwekaji wa elimu ya nahwu kwa amri ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, na sababu zake zimetofautiana kwa wanachuo, lakini sababu kubwa ni baada ya kuwa waliochanganyika Waarabu na sio Waarabu, ikawa lugha ya Kiarabu wanakosea sana, ikabidi ndio iwekwe nahwu kwa amri ya Ali ibn Abi Talib, akaweka Abul Aswad ad-Du'ali. Hii ilikuwa ni tauri ya kwanza, na tauri hii ilijulikana ni tauru alwadhi wa takwin. Maana yake ilikuwa ni tauri, hatua ya kuwekwa nahwu na kutengenezwa, ikawekwa kisha ikaenda tauri hii mpaka ikaja katika tauri ya pili ambayo ilikuwa ni tauri ya Sheikh Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, ambaye ni Sheikh wa Sibawaihi, ambaye ni sahibi al-arudh aliyeitunga fani ya arudh. Yeye ndio wa zama ya pili zilizofuata. Tauri yake hii ilijulikana kama ni tauru ya an-nushu'i wan-numui, ndio tauri ambayo ilikuwa nahwu imeanzishwa ikawa imekuwa wakati huo. Maana nahwu hapo ikawa sasa masaili yamebubujika kwa wingi katika masala ya nahwu, na milango ikawa imewekwa mengi. Hiyo ilikuwa ni tauri ya pili. Ikaja tena mpaka tauri ya tatu ambayo ilikuwa ni tauri ya Abi Uthman al-Mazini mpaka mwishoni mwa zama za Sheikh al-Mubarrid, na hii ilikuwa ni tauri ya tatu ambayo ilijulikana ni tauri ya an-nadhji wal kamal. Maana yake pale ilipokuwa nahwu imeshaiva au ilikuwa tayari imeshakamilika wakati huo, kwa sababu ilipokuwa katika zama za Khalil ilikuwa nahwu imechanganyika na sarfa, na ndio maana tukasema kwamba nahwu ikajitegemea. Baada ya zama hizo kupita zama za tatu kuelekea zama za mwisho, ikawa nahwu imejitegemea peke yake, ikawa ni elimu ambayo yurafu bihi ahwalu awakhir kalimati al-arabiyya. Lakini katika zama za Khalil na huko nyuma ilikuwa nahwu imechanganyika na sarfa, ilikuwa inasomwa katika masomo nahwu na sarfa pamoja, walikuwa wanashughulikia majengo ya lugha ya Kiarabu. Mpaka ikaja zama za mwisho ambayo ilikuwa ni zama inayojulikana tauri hiyo ni tauri ya at-tabsit wa tarjih. Ni zama ambazo ilikuwa nahwu imekunjuliwa na masala mengi ya tarjih, kwa sababu kulikuwa na ikhtilafu nyingi katika mapito ya masala ya kinahwu, amepita hivi, lakini kukawa kuna tarjih za wanachuoni ambazo wameziweka katika vitabu vyao, na wanachuoni wa mwisho waliokuja baadaye. Kwa hiyo hizo atwari 4 ambazo ndio zimepita nahwu kutoka huko mpaka kufikia sisi sasa hivi tunazo.
Na tukiingia moja kwa moja mubashara katika mukaddima Sheikh, bismillahirrahmanirrahim, mukaddima wa at-tabati al-ula, anasema alhamdulillah ala na'maihi, sifa njema za msahiki au juu ya neema zake, wa salatu wa salamuhu, na rehma na amani, ala khatami anbiyaihi, zifike kwa mtume wake wa mwisho, ala alihi wa sahbihi wa alihi, na masahaba zake na jamaa zake. Allahumma inni ahmaduka, ya Mwenyezi Mungu nakuhimidi, arwal hamdi laka, zile radhi za sifa njema zote ni za kwako wewe, wa ahabba alhamdi, na sifa njema zinazopendeza zaidi ilaika, tunazelekeza kwako, wa afdal alhamdi, na bora ya sifa njema indaka unazo wewe, hamdan la yanqati adadu, ni sifa ambazo hazikatiki idadi yake, wala yafna madadu, wala vipawa vyake pia havishi. Was'aluka almazida, na vile vile pia nakuomba ziada min salawatika, katika rehema zako, wa salamika, zimfikia ala masdar alfadaili, yule chanzo au chimbuko la bora, alladhi ambaye dhalla madhiyan, alibaki huko mwanzoni na nafadhi amri kwa anapita katika jambo lako. Na hii imetumika ibada za kimajazi, hapo anakusudiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata Allah at-tariqa lil-khabit, mpaka akawa ni mwenye kuangaza njia kwa al-khabit, yule mwenye kupumbaa, yani ambaye hajui elekee wapi, wa hadawahu bihi, na au akaongoza kwa kupitia yeye, al-quluba, nyoyo, wa kama bihi, na au akasimamisha kwa kupitia yeye, mudhihati al-alam, vile vilivyokuwa vimewekea wazi al-alam, maana yake alam unakusudia kama ni wanawachuoni Sayyidina Muhammad, ambaye anamkusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ibn Abdullah, afdali khalqillah, ambaye yeye ni mbora wa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, akramihim alayhi, na vile vile pia ni mbora wao zaidi, ni mtukufu wao juu yake, wa alahum, na vile vile pia ni mkubwa wao manzilatan, kidaraja inda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alayhi wa ala sahabatihi al-akhyar, na kwa masahaba zake walikuwa bora, wa alihi al-abrar. Thumma amma ba'd, kisha baada ya hayo vitangulia, fala'allaka, huenda wewe la tajidu muallifan, usikute mtunzi, miman sannafu, miongoni mwa wale waliotunga fi kawaid al-arabia, katika kanuni za lugha ya Kiarabu, huenda usikute mtunzi ambaye kadenala min al-udhu, aliyepata nafasi bora inda nasi, kwa watu, wal ikbal ala tasanifi, na kwa watu kuelekea katika vitabu vyake, qira'atan, ima kwa kuvisoma, au iqra'an, au kusomesha, au sharhan wa ta'liqan, kusherehesha, kuviwekea maelezo, mithla Abi Abdullah, mfano wa kitabu au vitabu ambavyo amevitunga mtunzi huyu Abi Abdullah Muhammad Jamaluddin ibn Abdullah ibn Malik, Sheikh huyu sahibi at-ta'alif, mwenye vitabu al-mufida wa tasnifat al-mumti'a, na vitabu vyenye kustarehesha, wa afdal man kataba, na bora wa wale ambao wameandika fi ulum al-arabia, min ahli tabaqatihi ilman, katika watu wa zama zake na tabaka lake kielimu, au sahihim, ni mkubwa zaidi kwao, ittilaan, kuingia zaidi katika masala ya chimba, wa aqdarihim, na vile vile pia ni mwenye uwezo kwao, ala istishhadi, juu ya kuliku kustadili, kuleta ushahidi mbalimbali, lima yara, kwa vile anavyoviona, min al-arai, katika rai, bi kalami al-arabi, maneno ya Waarabu, ma tasawun, pamoja na kujihifadhi, wa ifatin, maana moja, wa dini, wa kamali khuluqin. Falibn Malik, ana ibn Malik, muallafatun fil arabiyya kathiratun min al-allafat, vitabu vingi, mutaaddidatul masharib, ambavyo mahali pa kunywa kwake, maana yake mahali pa kustafidi ni kwingi, mukhtalifatul manahi, pande zake alizokuwa ametembea nazo ziko tofauti tofauti, wakalla, na imekuwa ni mara chache, antajida, kupata mimbainiha, kati yake, kitabu ambacho lam yatanawalahu ulamau, ambacho hawakukichukua wanachuoni mundu zamani, kuanzia zama zake, ila yaumi, mpaka leo hapa, bil qiraa, ima kwa kukisoma, au albahthi, au kukifanyia utafiti wa bayani maana, au kubainisha maana zake, biwadhi shuruhi wa ta'liqat alayhi, kwa kuweka sharhi mbalimbali au maelezo juu yake. Wa min hadhihi almuallafat, na miongoni mwa vitabu vya Sheikh ni kitabu al-Khulasa, kitabu hichi alladhi ambacho ishtahara baina an-nasi, kilikuwa ni mashuhuri kwa watu, bismi al-alfiyya, kwa jina la Alfiyya Maliki kama tunajua, walladhi, na kitabu ambacho jamaa fihi khulasa, kimekusanya ufupi wa ilmu an-nahwi wa sarf, ilmu mbili, nahwu na sarf, urjuzatin dharifa, katika urjuza ambayo ni nzuri hii. Na akisema urjuza ni kitabu ambacho kimetungwa au diwana ambayo imetumika ndani yake Baharur Rajaz, wale ambao wamesoma ilmu ya arudhi. Ar-rajaz maana yake imetumika wazni zile za mustafilun, na upande wa huku wa pili, shakli ya pili, mustafilun, na miftahu yake, fungo yake ndio ile fi abhuril arjazi, baharun yasuhulu, mustafilun, mali ishara, pamoja na kuashiria ila madhahibil ulama, ndani yake madhhabu ya wanachuoni, wa bayani, na kubainisha mayakhtaruhu, vile wanavyochagua yeye, min al-ara, katika upande wa rai hayana. Wakati kathura, na imekithiri sana, ikbalu ulama,
kuelekea wanachuoni ala hadha alkitabu bi kitabu hichi min baini kutubihi katika vitabu vyake binoni khas wakielekea kwa aina fulani peke yake hata tuiyat mpaka vikakunjwa musannafatu aimati nahmi min qabli wanachuoni wengine vitabu vyao watu wakawa kidogo wameviacha wala mantafi manjaa baadahu na wala vile vile pia hakunufaika waliokuja baada yake bi ayuhaquhu kwa kule kufanana na yeye au yadau annahum au kwa kule kuleta madai kwamba wao yaziduna alaihi kwamba labda ni wenye kumzidi juu yake watasifuna minhu au kulingana naye sawa sawa walau lam yushir fi khutbatihi na kama sikutoashiria Sheikh katika hutuba yake ila alfiyati al-imam katika kitabu cha Sheikh al-Imam al-Allama Yahya bin Zaid al-Din ibn Abd an-Nur az-Zawawi al-Jazairi ambaye Sheikh wake huyu Ibn Maliki al-mutawaffa aliyekufa mwaka bi Misr fi yawm al-ithnain shahr dhil-qa'dah mwaka min sanati 627 hijria wal ma'ruf anajulikana Ibn Muti anajulikana kwa jina hili la Ibn Muti lama dhakarahu an-nas kama si kuashiriwa na Sheikh Ibn Maliki katika mukadima wake tutausoma kwa mwanzoni Sheikh kamtaja Ibn Malik katika aliposema wao bisabiqin haiz tafadhali kwa Sheikh wake kwa kule kumtangulia amebeba bora lakini kwa masaili ni zaidi amekusanya Ibn Malik wanafunzi wake kwa hiyo Ibn Muti huyo lama dhakarahu an-nas wala watu wasingemkumbuka wala rafuhu wala asingemfahamu lakini kwa vile Sheikh wanafunzi wake ambaye Ibn Malik alimtaja basi ndio maana Sheikh wake naye vile vile pia akapata kujulikana wa shuruh hadha alkitab na sheria za kitabu hichi aktharu ni nyingi sana min antatasa hadhi kalima maana yake haienei kalima hii almujaza ambayo inaelezea litidadi ya kule kuja kwa kwingi hizo sheria bayani masaya na kubainisha sifa zake wa manfara bihi kullu sharhin minha na vile ambavyo vimepokeka katika kila upande wa sheria katika hayo aktharuha ili akabir ulama na vile ambavyo vimekithiri sana kwa wale wanachuoni wakubwa mubarizihim na vile ambavyo wale wenye kujitokeza katika upande wa hao wanachuoni katika vitabu vyao kali Imam Abu Muhammad Abdullah Jamaluddin Yusuf ibn Ahmad ibn Abdullah ibn Hisham al-Ansari al-Shafi'i al-Hanbali al-mutawaffa laylat al-Jum'a al-khamis min shahr al-Qa'dah sanata 671 hijria walladhi yaqulu anhu Ibn Khaldun ambaye anaelezewa na Ibn Khaldun anasema Ibn Khaldun mazilna hatakuacha kuwa sisi wa nahnu bil maghrib na kasitu kwa upande wa uzunguni huko nasema tunasikia annahu dhahara bi Misr kwamba mji wa Misri kumedhihiri mtu ambaye ni alim bil arabia yuqalu lahu Ibn Hisham anaitwa Ibn Hisham ana Hamis Sibawai huyo anajua zaidi na hao kuliko Sibawai wakati sharra Ibn Hisham khulasa na amesherehesha khulasa huu fupi wa kitabu Sheikh maratain mara mbili kilahuma amesherehesha kitabu hichi cha Ibn Malik fi kitabu alichokiita au masalik ila alfiyat Ibn Malik na wathani na kitabu cha pili alichokiita dafal khaswasa qura'i khulasa wa yuqalu lahu sema kwamba inahu arba mujalladatin kwamba ni mjallad minne wa yaqulu Suyuti na Suyuti rahimahullah ta'ala baada dhikri hadhaini alkitabain baada kutaja vitabu hivi viwili akasema wala huida hawashin na vile vile pia hawashi nyingi sana la alfia alizoziweka juu ya kitabu hichi cha alfia wa tashil na kitabu ambacho ni at-tashil cha Sheikh vile vile intaha kalamu rahimahullah ta'ala wa mimman shara al-khulasa ni miongoni ambao wameelezea na kusherehesha khulasa hii al-allama ibn Badruddin Muhammad ibn Abdullah ibn Malik al-mutawaffa bi Damascus fi يوم الأحد الثامنة من شهر محرم سنة 686 هجرية وهو ابن الناظم نين متوتو وابن مالكي ومنهم من يقول موكنا على العلامة الحسن بدر الدين بن قاسم ابن عبد الله بن عمر المرادي المصري المتوفى في يوم عيد الفطر سنة 849 ومنهم من يقول موكنا الشيخ عبد الرحمن زين الدين أبو بكر المعروف من العين الحنفي المتوفى سنة hiyo ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي المتوفى بمدينة فاس سنة 801 ومنهم من يقول أبو عبد الله محمد شمس الدين ابن أحمد ابن علي ابن جابر الهواري الأندلسي المرسيني الضرير مناك كيبوف ومنهم من يقول أبو الحسن علي نور الدين ابن محمد المصري الأشموني معروف المتوفى بحدود سنة 900 aliyekufa mwaka wa 900 miongoni mwao kuna Sheikh Ibrahim Burhanuddin ibn Musa ibn Ayyuba al-Abnasi wa Shafi al-mutawafi shahr Muharram sana 802 Hijria wa minhum al-Hafiz Abdul Rahman Jalaluddin ibn Abi Bakr as-Suyuti al-mutawaffa sana 911 wa minhum na miongoni mwao kuna Sheikh Muhammad ibn Qasim al-Ghizzi ambaye ni Ahmad ulamai al-qarni tasi mwenye kusifika zaidi kwa wanachuoni wa karne ya 9 al-Hijri wa minhum Abu al-Khair Muhammad Shamsuddin ibn Muhammad al-Khatib al-Ma'ruf ibn Jazari
المتوفى سنة 833 ومنهم miongoni mwao kuna Qadhi al-Qudati Abdullah Bahauddin ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn Aqil al-Qurashi al-Hashimi al-Aqili nisbatu ila Aqil ibn Abi Talib al-Hamdani asli yake inatoka katika kola al-Hamdani thumma al-Balisi al-Misri al-Mawlud alizaliwa fi يوم الجمعة التاسع من شهر محرم من سنة 698 وهجرية والمتوفى بالكايرو الكوفة katika mji wa Cairo في ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة 769 هجرية وشرعه na sherehe yake waladhi ndo ambayo naani leo nifanya mimi ikhraju linasi aliyom kuitoa kwa watu leo wakati sharha alkitaba na ameshirisha kitabu hichi cha ghaira haula wasuku hawa alkathiru wingi sana walisherehesha wala statajibu sharhan min hadhihi shuruhi na huto kuta sherehe yote katika upande wa hii sherehe lam yatanawalu ulama kwa wanachona miziache hakuzichukua hata siku moja ima bil kitaba taala ima wameziandika juu yake wakaweka taliki zao au bayani mafihi au wameashiria au vile vile ikmal na kukamilisha maasa yashtamila alayhi na pengine vile ambavyo vilikuwa vinaonekana huenda vimekusanyika ndani yake kuna upande wa dosari wao wakawa wamekuja wakakusanya wakafanya taaqib katika masala wa kullu dhalika na yote hayo barakatu sahibi al-asl mashhur kwa sababu ya baraka za Sheikh mwenyewe wa bimadha lahu na kati ya vile ambavyo vimeenea kwa baina asatini al-ilmi min shurati ni vile ambavyo vimeenea kwa baina asatini al-ilmi kati ya wale ambao ni mahodari katika upande wa elimu ni shuratan bil fiqh wa ule mashuhuru wa kuwa yana utambuzi mkubwa fi arabia katika lugha ya Kiarabu wasati ba na vile vile pia ana pima na akisema ba anataja pima kubwa maana yake ana nafasi kubwa katika upande wa lugha ya Kiarabu ndio ni kalima ambayo inatumika kimajazi maana yake ana nafasi kubwa katika lugha ya Kiarabu kama vile kusema kwamba mtu ana kifua kipana katika masala haya وهذه شروح مختلفه na sherehe hizi zimetofautiana lakini kwa tasili hii ya sauti ambayo nimechukua hapa itabidi tusimamie hapa alafu nimalizie nafasi iliyokuwa imebakia katika upande wa mukaddima ili tuje tukianza mlango wetu inshallah wiki ijayo bila tuanze kuingia moja kwa moja katika upande wa biati zetu kwa sababu leo tunataka tu tufungue mukaddima kwa sababu kila kitu utangulizi ndio muhimu na utangulizi ndio ndani yake unakusanya ishara ya baadhi ya masala au ishara na kuelezea vile vile pia baadhi ya vitu ambavyo vitakuwa vinatamayuzi katika upande wa sifa za shekhe au vile ambavyo mwenyewe alivyokusudia au malengo au majambo fulani ambayo ndani yake huenda yakawa ameashiria huko mbeleni akawa amejitokeza katika upande wa kitabu chake. Kwa hiyo kitu cha kwanza katika kitu chochote ambacho tutakuwa nakiingia lazima kuwe na utangulizi ambao utangulizi ndio muhimu kisha baadaye sasa baada ya kufahamu utangulizi ndio tunaingia katika masala yetu moja kwa moja. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله على محمد واله واصحابه اجمعين الحمد لله رب العالمين.